Sio kila mlinzi ni masikini na sio kila tajiri anapenda kuonekana. Katika jiji lenye kelele za magari na kelele za tamaa, kulikuwepo na mtu mmoja aliyekuwa na kila kitu: fedha, heshima, nguvu. Isipokuwa mpenzi wa kweli. Alivaa sare ya ulinzi, akajificha nyuma ya geti, si kwa sababu ya usalama, bali kwa ajili ya moyo. Hii si hadithi ya kawaida. Ni hadithi ya mtihani wa mapenzi, uaminifu na siri ya mabilioni katika kona ya jiji la Dar es Salaam, ndani ya jengo refu la kifahari lililoitwa Royal Heights Group, ambapo ndoto za wengi huanzia na kuzimia. Alisimama mlinzi mmoja wa getini aliyejulikana kama Baba Nuru. Alikuwa na tabasamu la kupendeza, sauti ya heshima na macho yenye busara isiyoelezeka. Lakini hakuna aliyejua kwamba nyuma ya sare hiyo ya bluu iliyochakaa na viatu vilivyochoka, alifichika bilionea maarufu wa Afrika Mashariki, Michael Katana. Alimiliki makampuni ya mafuta, majengo na hata benki mbili, lakini aliishi maisha ya upweke. Alikuwa ameona wanawake wengi waliompenda kwa sababu ya mali, si moyo. Michael alichoka. Alitaka mtu atakayempenda kama alivyo, bila fahari wala jina. Ndipo alipofanya maamuzi ya ajabu, kujifanya mlinzi wa getini kwa wiki kadhaa, ili kuona ni nani miongoni mwa wafanyakazi wa kampuni yake angemuona kama mwanadamu, si kama chombo cha pesa. Siku ya kwanza kazini, mvua ilinyesha. Alihifadhiwa tu na hema la kijani lililochakaa. Wengi walimpita bila salamu, wengine walimpuuza kabisa. Lakini msichana mmoja, mfanyakazi wa usafi aitwaye Sara, alisimama, akamletea chai moto kwenye kikombe kidogo cha plastiki. "Nimeona unaandamwa na baridi," alisema kwa sauti ya huruma. "Walinzi nao ni binadamu, sio roboti." Michael alimtazama kwa macho yaliyojaa mshangao. Alishindwa kuamini, mwanamke wa kwanza kusema naye bila masharti, bila hofu, bila hila. Wiki zikapita, mazungumzo yakazidi kuwa marefu, Sara akimchukulia kama kaka mkubwa, rafiki wa kuamini. Alikuwa hana habari kwamba anazungumza na mmiliki wa kampuni hiyo, na zaidi ya hapo, mwanamume ambaye angeweza kubadili maisha yake kwa neno moja tu. Lakini siku moja, walinzi wenzake wakaanza kumcheka Michael kwa urafiki wake na Sara. Wengine walimzomea, wengine wakasema, "Huyo msichana si chaguo lako, mzee wa getini. Utakufa maskini." Michael alitabasamu tu. Hakusema neno. Siku ya Ijumaa ikafika, siku ya mishahara. Sara alipokea mshahara wake, lakini hakujua kwamba kwa siku ile, Michael alikuwa ameandaa mtihani. Alimwambia, "Nahitaji msaada wako, Sara. Kuna rafiki yangu anaumwa. Nahitaji kuchukua kiasi cha pesa kwenye akaunti yangu. Lakini sina kitambulisho. Utanisaidia hata kama hatutanunua chochote kwa sasa?" Sara alimtazama kwa muda. Akasema, "Huna haja ya kunilipa wala kuniahidi chochote. Nitakusaidia kama ndugu." Lakini kabla hajafanya hivyo, msichana mwingine aitwaye Vanessa alikuja kwa mbwembwe. Alikuwa mrembo wa kupendeza, lakini tabia yake ilikuwa ya kisasa kupita kiasi. Mara nyingi alimpita Michael bila hata kusema habari. Siku hiyo aliposikia fununu kwamba yule mlinzi huenda ni mtu mwenye pesa, ghafla alibadilika. "Oh, Baba Nuru, mbona hujawahi kuniambia kuwa wewe ni mtu wa maana?" akasema huku akitabasamu kwa kujipendekeza. Michael alimtazama na kisha akafanya kitu ambacho hakuna aliyeweza kutarajia. "Sasa tuendelee." Hadithi hii si ya mapenzi ya haraka, ni ya maamuzi ya moyo, ya watu wanaojua thamani ya utu kuliko pochi. Na sasa mchezo wa ukweli unaanza. Michael alimtazama Vanessa kwa tabasamu la hekima, kisha akasema kwa sauti ya kawaida kama kawaida yake, "Sijawahi kusema mimi ni mtu wa maana, labda kwa sababu sijawahi kuona umuhimu wa kusema hivyo." Vanessa alicheka kwa majivuno. "Sawa basi, lakini kama siku moja utaamua kujiendeleza, nitakuwa karibu. Usione haya kuniambia chochote."
Kisha akamwachia namba ya simu iliyoandikwa kwa herufi kubwa, Vanessa. Mrembo wa kiwangu. Sara aliyekuwa karibu aliona yote. Hakusema chochote. Aliangalia kwa maumivu, lakini hakuhukumu. Usiku huo, Michael alikaa ofisini kwake ya siri, juu ghorofa ya 20, akitazama rekodi za CCTV. Aliangalia jinsi Vanessa alivyobadilika ghafla, na jinsi Sara alivyobaki kuwa mnyenyekevu hata alipoudhiwa na wenzake kwa kuongea na mlinzi. Siku iliyofuata, Michael aliomba usaidizi wa msaidizi wake mkuu, Ken, kuandaa chakula cha jioni kwenye bustani ya juu kabisa ya jengo hilo, sehemu ambayo wafanyakazi wengi hawajawahi kuiona. Alimwambia Ken, niandikie kadi 2 za mwaliko. Moja iende kwa Sara, moja kwa Vanessa. Lakini usiweke jina langu. Tuandike, mwenye kampuni anataka kukutana na wewe kwa chakula cha jioni maalum. Jioni ikafika. Vanessa alifika na gauni jeupe la thamani, suruali ya kushona na mapambo ya dhahabu. Alikuwa amepaka manukato ya gharama na kutembea kwa mikogo. Sara alifika kwa vazi la kawaida, gauni la kawaida lenye nadhifu, lakini uso wake ulikuwa wa heshima na hofu kidogo. Nimeitwa na mwenye kampuni. Lakini siamini. Kwa nini mimi? Aliuliza mlinzi wa juu. Waliingizwa wote wawili kwa wakati tofauti. Lakini alipofika wakati wa chakula, mlango ulifunguliwa na mlinzi wa getini akaingia akiwa amevaa suti ya kifahari ya rangi ya samawati. Wote wawili walishangaa. Vanessa alicheka kwa dharau, kwani wewe tena unafanya nini hapa? Lakini kabla hajamaliza, Michael akasema, naomba kujitambulisha rasmi. Mimi ni Michael Katana, mmiliki wa Royal Heights Group na mlinzi wa getini kwa majuma 4 yaliyopita. Vanessa aliduaa. Kinywa kikawa wazi. Sara alishika kifua chake kwa mshangao. Samahani. Wewe ni? Aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Michael akatabasamu, ndiyo. Nilijificha kama mlinzi, si kwa mchezo, bali kwa sababu nilitaka kujua nani anaweza kuona moyo, si pochi. Nani anaweza kushirikiana na mtu asiyejulikana, si kwa maslahi, bali kwa utu. Akatazama kwa macho makali, akasema, Sara, ulileta chai ya moto hata siku ambazo ulikuwa na matatizo yako. Ulisikia baridi yangu, ukasahau yako. Uliongea nami bila kuuliza mimi ni nani. Wewe umefaulu mtihani ambao hata viongozi wangu waandamizi wamewahi kushindwa. Akainama mbele yake, akatoa sanduku dogo la velvet. Lakini halikuwa na pete, lilikuwa na mkataba wa mamilioni ya shilingi wa kumfanya Sara kuwa mshirika mwenza katika moja ya kampuni zake mpya za kijamii. Na pia, akasema kwa sauti ya upole, kama moyo wako bado haujachukuliwa na mwingine, ningependa ujue kwamba milango ya moyo wangu iko wazi. Vanessa alijaribu kuongea, lakini Michael alimkata, nimeona kile nilichotaka kuona. Urembo una macho, lakini tabia ina roho. Kwa sababu baadaye iligundulika kuwa si kila mtu alifurahia Sara kupewa nafasi hiyo. Mmoja wa mameneja wa juu aliyekuwa akimtaka Michael kimya kimya alikasirika na akaapa kulipiza kisasi. Mambo yakaanza kuharibika taratibu. Wakati furaha inaanza kuchanua, chuki huanza kuota mizizi. Si wote wanaoshangilia mafanikio yako ni marafiki. Na wakati mwingine, adui yako mkubwa ni yule anayekutabasamia karibu kuliko wote. Sehemu ya 3, kisasi cha Mama Joanna. Maonjo mafupi ya sehemu hii. Wakati furaha inaanza kuchanua, chuki huanza kuota mizizi. Si wote wanaoshangilia mafanikio yako ni marafiki. Na wakati mwingine, adui yako mkubwa ni yule anayekutabasamia karibu kuliko wote. Wiki moja baada ya tukio la bustanini, maisha ya Sara yalibadilika kabisa. Alihamishiwa ofisi kuu, akapewa dawati maalum pembeni ya ofisi ya Michael. Hakuelewa bado kama ndoto ilikuwa imetimia au bado anaota.
Lakini moyoni mwake alibaki yule yule mnyenyekevu, mchapakazi na asiyejisahau. Lakini sehemu nyingine ya jengo, hasira ilianza kuchemka. Mama Joanna, mkuu wa rasilimali watu, alikuwa na miaka mingi katika kampuni hiyo. Alikuwa mtu wa heshima, lakini pia wa siri nyingi. Alikuwa na hisia za kimapenzi kwa Michael, ingawa hajawahi kumwambia moja kwa moja. Aliamini kwamba siku moja Michael angemuona, angemuoa na kumpa nafasi ya kuwa mama wa kampuni. Lakini sasa, mlinzi aliyekuwa maskini amepewa nafasi aliyohisi ilistahili kuwa yake. La hasha. Akiwa ofisini mwake usiku mmoja, Mama Joanna alifungua faili la Sarah. Akachunguza historia yake kutoka shule aliyosoma hadi sehemu ya makazi. Alipogundua kwamba Sarah anaishi Magomeni, kwenye chumba cha kupanga, aliinua simu na kumpigia mtu aliyemwamini kwa siri, Chikweche, mfanyakazi wa zamani wa kampuni ambaye alifukuzwa kazi kwa wizi mdogo. Nataka umfuatilie huyu msichana. Tafuta uchafu wowote wa nyuma yake. Iwe ni familia, marafiki au historia ya utoto wake. Nitakulipa vizuri sana. Chikwe alikubali kwa shauku. Hilo si jambo. Nipe siku 2 tu. Wakati huo, upande wa Michael na Sarah, urafiki wao ulizidi kushamiri. Lakini bado Michael alikuwa hajamwambia Sarah jambo moja kubwa, kwamba alianza mradi huo wa ulinzi wa getini kwa msaada wa mtaalamu wa saikolojia, ambaye alimtahadharisha asijihusishe kimapenzi mapema. Alikuwa anasubiri muda sahihi. Siku ya Alhamisi, Michael alimpigia simu Sarah, kesho nitakuchukua kwa helikopta. Kuna mradi wetu mpya wa shule za watoto yatima Kigamboni. Nataka ukaone kwa macho yako. Sarah alifurahia, lakini kilichotokea siku iliyofuata kilikuwa cha kushangaza. Asubuhi ya Ijumaa, kabla hata hajafika kazini, picha zilianza kusambaa kwenye mtandao wa ndani wa kampuni, picha za dada yake Sarah, aitwaye Miriam, akiwa amekamatwa miaka 5 iliyopita kwa tuhuma za utapeli mitandaoni. Ingawa Sarah hakuhusiana na tukio hilo, jina lake lilitajwa kama dada wa mtuhumiwa. Ofisi ilizizima. Watu walianza kunong'ona. Hata baadhi ya wafanyakazi waliompenda wakaanza kuepuka kumtazama. Michael alipofika, alikuta ofisi ikiwa kimya kama kaburi. Sarah alikuwa amekaa pembeni, machozi yakimtiririka. Sikujua. Sikudhani watarudi tena na haya, alisema kwa sauti ya chini. Michael alitazama picha zile. Kisha akasema kwa msimamo, Sarah, wewe sio dada yako. Ninaamini wewe ni nani ulivyo sasa, si ulichotoka nacho. Na nitathibitisha hilo. Lakini kabla hajachukua hatua, mjumbe wa ndani alimletea barua, hati ya kusimamishwa kazi kwa muda wa uchunguzi, iliyotiwa saini na Mama Joanna mwenyewe kwa madai ya kuchafua jina la kampuni. Michael alikasirika. Alimpigia Mama Joanna, lakini hakuipokea simu. Hapo ndipo aliamua kufanya jambo ambalo hajawahi kufanya. Sauti ya kutisha ikasikika kwenye mfumo wa matangazo ya kampuni, wafanyakazi wote mnakumbushwa kwamba kuanzia sasa, ofisi ya imesimamishwa kwa uchunguzi maalum. Mkurugenzi mkuu ataendesha uchunguzi binafsi kuhusiana na hujuma na ukiukaji wa haki za mfanyakazi. Saa chache baadaye, polisi wa usalama wa kampuni walifika ofisi ya Mama Joanna. Wakafungua kompyuta yake, wakakuta barua pepe, sauti za mazungumzo na Chikwe, na malipo ya M-Pesa kwa mtu huyo huyo siku 2 kabla. Michael alikuwa kimya, lakini macho yake yalionyesha maumivu makubwa. Mama Joanna, sio tu umemuumiza msichana asiye na hatia, bali umeshusha heshima ya idara yako yote. Wewe si mwajiri wa kampuni hii tena. Lakini ghafla, simu ya Michael ikaita. Alipoipokea, alishtuka. Hapana, unasema nini? Helikopta. Kigamboni. Ameshuka lakini hajafika.
Simu ikakatika. Alitazama dirishani kwa hofu isiyoelezeka. Kisha akamwambia Ken, tafuta Sara mara moja. Naambia tafuta Sara haraka, kwa sababu kitu kibaya kilikuwa kimeanza, na sio chuki ya mapenzi tu. Wakati moyo unapopata mwanga wa upendo, giza la kisasi halikai mbali. Mchezo wa kutafuta mke wa kweli sasa umegeuka kuwa mchezo wa maisha na kifo. Na swali ni moja tu, je, Sara ataishi kutambua upendo wake ulikuwa wa kweli? Ilipofika saa 11 alfajiri, helikopta ya kampuni ilikuwa tayari imeshatua Kigamboni, kwenye uwanja mdogo wa kibinafsi. Sara alishuka kwa bashasha, akiwa amevaa gauni la kijani la heshima. Aliamini ilikuwa safari ya kutembelea mradi wa shule, lakini hakujua kwamba alikuwa ameangukia kwenye mtego wa kisasi ulioandaliwa kwa ustadi mkubwa. Alipofika kwenye majengo ya shule mpya, alikuta kimya kizito. Hakukuwa na watoto. Hakukuwa na walimu. Hakukuwa na hata mfanyakazi mmoja. Milango ilikuwa wazi, lakini hewa ilikuwa nzito kama mtu aliyetangulia alikuwa na roho ya uovu. Sara alipiga simu ya Michael. Ilipokelewa na sauti ya kiume isiyo ya kawaida. Unatafuta nani? Mmiliki wa kampuni au mlinzi wa getini? Sara alitetemeka. Hii ni simu ya Michael. Wewe ni nani? Sauti ikacheka kwa kejeli. Ulivyo safi, ulivyo msafi. Lakini kwa wanaokutaka uanguke, usafi wako ni tusi. Huyu mrembo wa mabilioni atabaki kuwa kumbukumbu ya kupotea kwa ndoto. Simu ikakatika. Sara akageuka nyuma kwa haraka, akakutana uso kwa uso na mtu mwenye kaptura ya jeans, sweta jeusi na sura iliyojificha kwa kofia. Alikuwa ni Chikweche, aliyeshika simu mkononi na bastola ndogo kiunoni. Sio kwamba nakuchukia, lakini umetumiwa vibaya. Yaani unaniambia mtu kama wewe anakuwa mshirika wa bilionea? Sisi tumekosea nini? Una bahati sana, lakini bahati haidumu. Wakati huo huo, Michael na timu ya usalama walikuwa kwenye harakati za haraka. Kwa msaada wa ya simu ya Sara, walibaini iko Kigamboni, lakini haikusogea hata kidogo kwa dakika 40. Ken, msaidizi mkuu, alisogeza kioo cha simu na kusema kwa hofu, boss, hiyo si shule yetu. Hicho kiwanja kilitumiwa zamani kama kituo cha magari ya kampuni kabla ya kufungwa kwa ukosefu wa usalama. Kama yuko pale, yuko hatarini sana. Michael hakusema neno. Alimvuta Ken karibu, akasema, tayarisha helikopta ya pili. Tuondoke sasa hivi. Kigamboni. Dakika 20 baadaye, Sara alikuwa amefungwa mikono kwa pingu nyepesi kwenye kiti cha plastiki ndani ya darasa lililoachwa. Chikwe alikuwa akizunguka huku na kule akirekodi video. Hii video itaenda mbali sana. Tutaonyesha dunia jinsi mlinzi wa getini alivyoingia kwenye akili ya tajiri hadi kumpa maskini nafasi ya dhahabu. Lakini maskini huyu sasa atakuwa historia. Tutakuachia alama, lakini si kumbukumbu nzuri. Lakini kabla hajamaliza kurekodi, mlango wa chumba ulirushwa kwa kishindo. Michael aliingia kwa nguvu akiwa ameambatana na walinzi wawili wenye silaha. Wewe ni nani unayethubutu kumgusa mtu ambaye si tu mpenzi wangu, bali mshirika wangu wa damu? Chikwe aligeuka kwa mshtuko, akajaribu kutoa bastola, lakini alizidiwa nguvu. Sara alipokombolewa, alianguka mikononi mwa Michael akiwa bado akilia. Nilidhani siwezi kupendwa, alisema kwa sauti ya kubanwa, lakini leo nimejua kwamba upendo wa kweli uko na thamani kubwa kuliko kampuni, pesa au jina. Michael alimtazama machoni, akasema, niliigiza kuwa mlinzi kutafuta mke wa kweli. Lakini sasa hata ningeigiza kuwa ombaomba, bado ningekutafuta wewe. Siku chache baadaye, ofisi kuu ya Royal Heights ilipambwa kwa rangi za dhahabu na samawati. Wageni mashuhuri, wafanyakazi na hata waandishi wa habari walihudhuria hafla kubwa ya uzinduzi wa mradi mpya wa kampuni, Royal Heights Foundation, taasisi ya kusaidia wanawake waliodhulumiwa kazini na mitaani.
Na mbele ya kila mtu, Michael alipiga goti moja, akamshika Sara mkono na kusema, ulinipokea kama mtu. Na sasa nataka unipokee kama mume. Je, utanioa? Sara alilia. Akasema, ndiyo, bila shaka. Watu walisema hadithi imeisha. Wengine walilia kwa furaha. Lakini nyuma ya tabasamu la ndoa kuna sauti ya giza isiyozimika. Wakati kila mtu anashangilia mwanzo mpya, kuna mmoja anapanga mwisho mchungu, kwa kisasi, kwa damu, kwa siri za familia ambazo hazikupaswa kufichuliwa. Miaka 2 ilipita kwa kasi. Michael na Sara walikuwa sasa wanandoa waliopendwa mno nchini. Majarida ya biashara yaliwaweka kwenye orodha ya wanandoa wenye ushawishi Afrika Mashariki. Sara alikuwa mkurugenzi mwenza wa kampuni na Royal Hearts Foundation ilitoa misaada kwa maelfu ya wanawake kila mwezi. Lakini licha ya mafanikio hayo, kulikuwa na mtu ambaye hakuwa na amani, Mama Joanna. Baada ya kufukuzwa kazi, alihamia Mombasa na kisha Nairobi, ambako alianzisha maisha mapya, lakini akakumbwa na ugonjwa wa sonona na chuki ya kina. Wakati mwingine alikuwa akijitazama kwenye kioo na kusema, Sara alinichukua kila kitu. Nafasi yangu, hadhi yangu, na sasa ni mke wa mtu ambaye ningekuwa naye. Lakini huu mchezo haujaisha. Akiwa ameajiriwa katika shirika moja la habari, alianza kukusanya taarifa kuhusu familia ya Michael, historia yao, mirathi yao, na hususan kuhusu baba yake aliyefariki ghafla miaka 15 iliyopita. Katika utafiti huo, aligundua kitu kimoja cha kushangaza: Michael si mtoto wa kiume pekee wa familia. Kulikuwa na jina lingine lililofutwa kwenye rekodi, Marius. Alizidi kuchimba na ndipo alipogundua kwamba Michael ana ndugu wa kambo wa upande wa mama ambaye alifichwa na familia baada ya baba yao kupata watoto 2 katika ndoa tofauti. Na yule kaka wa kambo ni mtu yule yule aliyekuwa akitumika kama mfadhili mkuu wa Echikwe wakati wa jaribio la kuteka Sara. Alijulikana kwa jina bandia de Marcus Letuya. Wakati huo, ndani ya ndoa ya Sara na Michael, hali ya maisha ilikuwa ya upendo, lakini pia na mkanganyiko. Sara alikuwa na mimba ya miezi 5. Lakini kila siku alikuwa akipata ndoto mbaya, ndoto za moto, ndoto za mtu mrefu mwenye suti ya zamani akimwambia, mume wako anakuficha, si kila kitu ni dhahabu katika jumba la dhahabu. Alianza kuhisi labda kuna kitu Michael hakumwambia. Lakini alipomuuliza, Michael alitabasamu na kusema, mambo ya zamani hayafai kututisha. Tujenge maisha yetu ya sasa. Lakini usiku mmoja, Sara aliamka mapema. Alitembea hadi chumba cha maktaba ya familia ambapo Michael alihifadhi nyaraka zote za kampuni. Aligusa kompyuta yake. Ilikuwa wazi na skrini ilikuwa kwenye faili lisilo la kawaida, likisomeka Merg 89A Restricted Folder A Bloodline Disclosure. Kwa hofu na shauku, Sara alifungua. Na hapo akasoma sentensi moja iliyomgandisha: If Michael dies before age 40, Marius becomes the sole inheritor of all Royal Holdings assets under the father's sealed testament. Sara alishindwa kupumua. Marius, huyu ni nani? Alipojaribu kuchunguza zaidi, kompyuta ilizimwa ghafla. Mwangaza wa dari ukawaka. Na sauti ya Michael ikasikika mlangoni, umegusa kitu ambacho hukupaswa kugusa. Hapo ndipo mchezo mpya unapoanza. Upendo, urithi na usaliti wa damu. Ni nani anayeishi kwa jina tu na nani anayeishi kwa lengo? Na je, mtoto wa Sara atakuwa kadi ya mwisho kwenye mchezo huu wa hatari? Unaweza kudhibiti kampuni. Unaweza kujenga familia. Lakini huwezi kudhibiti damu inayobeba siri, kisasi na ahadi ya zamani isiyokamilika. Wakati upendo unatikiswa na ukweli wa damu, swali linabaki, je, Sara atapigana kuokoa ndoa au kuokoa maisha yake? Usiku ule ule ambao Sara aligundua faili la siri kuhusu Marius, hakulala. Alimkodolea macho Michael kwa hofu na upole ule ule aliyomzoea. Lakini ndani yake, moyo wake ulijaa maswali.
Michael, kwa sauti laini lakini yenye msisitizo, aliketi karibu na mkewe na kusema, nilitaka kukulinda. Ndiyo maana sikuwahi kukuambia kuhusu Marius. Ni ndugu yangu wa kambo na yeye si mtu wa kawaida. Alikuwa na wazimu wa urithi tangu tukiwa wadogo. Alipojua mimi ndio nimerithi kila kitu, alianza njama ya kutuangamiza. Sara alilia kimya kimya, akisema, na kwa nini faili hilo linasema ukifa kabla ya miaka 40, kila kitu kinakwenda kwake? Michael alimtazama kwa muda mrefu, akasema kwa sauti ya chini, kwa sababu kuna mtu kwenye familia aliyefanya mkataba wa kishetani. Baba yangu aliwahi kusema mmoja wetu lazima afe kabla ya 40 ili mwingine atawale milele. Alikuwa amezidiwa na tamaa ya mali na hofu ya kupoteza jina lake. Na sasa nina miaka 39, Sara. Wameshaanza kutafuta nafasi. Siku 3 baadaye, kampuni ya ulinzi binafsi ya Royal Heights iliripoti kuwa rafiki wa karibu wa Michael, Ken, alipotea ghafla. Simu yake ya mwisho ilikuwa kwenye kituo cha mafuta barabarani kati ya Bagamoyo na Dar es Salaam. Wakati huo, mwanaume mmoja mwenye sura ya Michael, lakini mwenye mwonekano wa baridi na macho yasiyo na huruma, alifika Tanzania kwa jina la D. Marcus Letu, ya jina lake halisi Marius Godfrey, ndugu wa kambo wa Michael. Marius alikuwa tayari. Alikuwa na mpango kamili. Alijitambulisha kama mwekezaji mpya anayetaka kuwekeza dola milioni 60 kwenye moja ya miradi ya Royal Heights, kupitia kampuni ya kivuli ya kimataifa. Na hakuwa na nia ya kufanya biashara, bali kuharibu kila kitu alichoshindwa kurithi kihalali. Wakati huo Sara, akiwa mjamzito wa miezi 6, alianza kuwa na maumivu ya ghafla ya tumbo, kutapika damu na ndoto mbaya kila usiku. Daktari wa familia aligundua kitu cha ajabu, sumu ya polepole ilikuwa ikishambulia mwili wake, lakini haikujulikana ilipoingia. Michael akasema kwa hasira, hii ni kazi ya Marius. Hataki mtoto huyu azaliwe, kwa sababu mtoto huyu ni dhihirisho la ukoo mpya, ukoo usiohitaji jina lake wala damu yake. Siku ya mvua kubwa, usiku wa manane, Michael alipokea ujumbe wa maandishi, njoo kwenye kasri la zamani la familia lililoachwa, ukitaka jibu la mwisho. Njoo peke yako. Sara na mtoto wako wako mikononi mwangu. Marius. Michael hakusubiri. Alivaa koti la ngozi, alichukua bastola yake ya kale aliyorithi kwa baba yake na akaondoka. Safari ya kwenda kasri la ukoo wao, lililopo maeneo ya Pugu, ilikuwa ya giza, ya baridi na yenye harufu ya historia iliyojaa damu. Alipofika, alikuta mlango wazi, taa zikining'inia na Sara akiwa amefungwa kwenye kiti, akiwa na damu usoni na mjamzito bado akivuja machozi kimya kimya. Marius alimtazama kaka yake kwa tabasamu la kijinga, siku zote nilijua baba alimpenda wewe zaidi. Lakini sasa dunia itakuona ukianguka. Na mimi nitapanda juu ya kaburi lako. Utafanyika nini katika kasri la damu? Je, Michael ataweza kumwokoa Sara na mtoto wao? Au laana ya ukoo itatimiza ahadi yake ya kumtwaa mmoja kabla ya miaka 40? Kama mwili wa mtu huzeeka, basi damu hukumbuka. Hukumbuka mikataba, hukumbuka usaliti, na hukumbuka nani aliapa kutoa roho ili jina la familia libaki. Leo ni mwisho wa ahadi za zamani. Leo ni mwanzo wa damu mpya. Usiku ulikuwa mzito. Mvua ilizidi kunyesha juu ya paa la kasri la kale, lililojengwa kwa mawe ya bluu yaliyofifia kwa miaka. Ndani ya kasri hilo, Michael alimtazama kaka yake Marius kwa macho ya huzuni na hasira. Sara, akiwa amefungwa mikono na uso umejaa michubuko, alimtazama mumewe kwa tumaini la mwisho. Marius alitembea huku na kule, akasema, baba yetu alinisema mimi ni giza. Alisema jina la Royal lisingeweza kuchafuliwa na damu yangu. Leo, nitathibitisha kuwa damu yangu ndiyo inayostahili kutawala. Akamgeukia Michael, na wewe, mtoto wa nuru, utakuwa sadaka ya mwisho. Akatoka bastola, akaielekeza kwa Michael.
Lakini kabla hajafyatua risasi, Michael alimkumbusha kitu kimoja. Baba aliniachia waraka mmoja wa mwisho, siku ile kabla hajafa. Waraka ambao wewe hukuwahi kuusoma. Aliandika, atakayejitoa kuokoa damu ya nduguye, ndiye anayerithi urithi wa kweli. Marius alicheka kwa kejeli, akasema, hadithi tu hizo, kaka. Dunia inataka nguvu, si waraka wa karatasi. Ndipo Sara, kwa kutumia nguvu zake za mwisho, alipiga teke meza iliyokuwa jirani na taa ya juu ilianguka chini kwa kishindo, ikaleta kiza. Katika sekunde hizo chache za giza, risasi ilifyatuliwa lakini haikumgonga Michael. Ilimgonga Marius, kwa bahati mbaya na kwa makusudi ya Mungu. Aliporudiwa na fahamu dakika chache baadaye, Marius alikuwa amelala chini, akivuja damu, huku Michael akiwa amemkumbatia na kusema, sikuwahi kukuona kama adui. Ulikuwa kaka yangu. Lakini chuki zako zilikuponza. Nisingeweza kukuua, lakini sasa. Ulijiumiza mwenyewe. Marius alilia kimya, macho yake yakinyamaza taratibu. Alikufa mikononi mwa ndugu yake, sio kwa kisasi, bali kwa upendo ambao hakuwahi kuujua. Miezi mitatu baadaye, Sara alijifungua mtoto wa kiume, mwenye afya njema. Alimuita Hope, maana alisema, baada ya giza lote, mtoto huyu ni tumaini jipya la familia mpya, jina jipya na historia mpya. Michael alitangaza mbele ya vyombo vya habari kwamba Royal Holdings itabadilishwa jina rasmi kuwa Hope Legacy Group kuanzia kizazi hicho, na kila mrithi atakayeongoza atalazimika kufanya kazi kama mfanyakazi wa kawaida kwa miezi 6 kabla ya kurithi chochote. Kwa heshima ya Marius, Michael alijenga shule maalum kwa jina lake, Marius Royal Academy, kwa watoto waliotengwa na familia zao, ili kuwapa nafasi ambayo kaka yake hakuwahi kuipata. Na hivyo ndivyo simulizi ya tajiri aliyevaa sura ya mlinzi ilivyomalizika, si tu kwa ndoa ya upendo, bali kwa ushindi wa moyo dhidi ya hila, ushindi wa damu dhidi ya chuki, na ushindi wa tumaini dhidi ya historia mbaya. Mafunzo ya hadithi hii: usitazame cheo, tazama moyo. Familia haijengwi kwa jina, bali kwa upendo. Na juu ya yote, mtu anayeweza kukupenda hata akiwa hana chochote, ndiye anayestahili kuwa na kila kitu chako. Kama umeipenda hadithi hii, basi usiache kutufollow, like video hii na tuachie ujumbe wa maneno hapo chini. Tunawapenda sana.